Je, umewahi kusikia kuhusiana na polisi jamii, wengine huwaita sungusungu ama walinzi wa jadi? Hawa ni walinzi wanaotumika kulinda wananchi nyakati za usiku, na kazi zao huanza kuanzia saa 5 usiku mpaka muda wa saa 11 alfajiri. Hii leo tuko Arusha, tunazungumza na wananchi, wanazungumza namna ambavyo ukereka na baadhi ya tabia kutoka kwa sungusungu. Langu jina ni Irene Morgan na hii ni Crown Media. Tuko na mwananchi Arusha, anatuambia yeye akisikia jina sungusungu ni picha gani ambayo inamjia, lakini anaenda kutueleza pia na tabia ambazo sungusungu wanakuwa nazo. Kwa majina mimi naitwa Jamila, ni mkazi wa Arusha. Ninavyofahamu sungusungu ni watu ambao kama ulinzi shirikishi, na hata mimi mwenyewe naweza nikawa sungusungu. Yaani ni watu ambao tunalinda ama tunasaidiana kulinda, especially wanaume. Kwa hivyo huwa wanapeana zamu ya kulinda usiku, kikubwa hasa kuepuka uhalifu. Mimi kwa mtazamo wangu, sungusungu ni mtu yeyote anaweza kujitolea kwa ajili ya kulinda usalama wa raia na mali zake. Huwa ni tabia zipi wanakuwa nazo? Wewe ukishakuwa sungusungu, by the way, unajiona kama sasa wewe tayari, yani unaenda kama mgambo, sasa naona unaelekea kuwa mwanajeshi. Kwa hiyo baadhi ya sungusungu wakishakuwa sungusungu tayari anajivisha cheo kikubwa, kama kwamba yeye anaweza kuongoza kwa mamlaka fulani. Kumbe ni mtu yoyote anaweza kusimamia ulinzi na usalama wa mtaa ama wa sehemu ambayo anaishi. Kwa hiyo mimi nafikiri sungusungu tukizungumzia sana kwa watu ambao hawafahamu, akishapewa kile cheo labda na balozi ama mwenyekiti, anajikuta yeye ni mtu fulani mkubwa ambaye kama yani anaweza kulinda taifa. Kwa hiyo baadhi ya wasungusungu wapo hivyo, lakini wengi wanafanya kazi ya ulinzi na wanapeana zamu. Waume zetu, kaka zetu, rafiki zetu ndio wanatoka usiku kwa zamu. Kikubwa hasa tuangalie ulinzi na usalama katika maisha ambayo tunaishi mitaani kwetu. Sungusungu kwa mimi ninavyofahamu ni kama polisi jamii katika mtaa fulani. Ndio, kuna siku pia nilishawahi kukutana nao, wakanikamata, nikajieleza vizuri, nikamwambia natokea mtaa fulani, balozi wangu fulani, hawakuniamini, wakanipeleka kwa mwenyekiti wao, nikaenda kuwasiliana na balozi wangu, wakaniruhusu nikaenda. Tabia gani ambazo huwa hazikupendezi ukikutana na sungusungu? Kuna sungusungu wengine baadhi sio waaminifu. Kwanza wanakuwa kama vibaka, sio walinzi tena. Wana uwezo wa kukushika na bado wakakusachi, wakakupiga. Ndio hivyo. Wakakusachi, wakakupiga. Mara nyingi unavoenda labda ofisi ya kijiji, baada ya kusema labda sungusungu amefanya 1 2 3, mara nyingi huwa wanawajibuje ama ni hatua zipi wanachukuliwa? Wakati huo nilikuwa sina elimu ya kutosha, nilikuwa bado mdogo, kwa hiyo sikwenda mahali, niliridhika na nilichofanyiwa. Saa nyingine inakuwa ni mbaya sana. Ndio maana saa nyingine anaweza kukukamata, ijapokuwa hajawahi kunikamata. Anaweza kukukamata, maana mimi nasikia watu wanaposema wanaweza kukukamata akakusachi na wakakuchukulia ulivyo navyo, na wakakupiga pia. Mimi naingia kazini saa 12, nitatoka almost saa 4 usiku au saa 5. Kipata ambacho labda kama kipata akina uwezo wa kuchukua bodaboda au kuchukua taxi kufika nyumbani, lazima nitembee kwa mguu. Sasa nikija kukutana nao wale watu kule, lazima watafanyaje? Watani arrest. Kwa tabia zao ni kama hizo hapo. Kitu gani ambacho unatamani kuwashauri sungusungu waache? Yani wachukue maelezo kwanza kwa mtu wa kujitosheleza, kwa sababu kazi tunafanya usiku na mchana. Na ile kwamba kumkamata tu mtu kuanza kumpiga, yani kwanza nishakwambia ukipigwa tu yani kati yani ile kupigwa tayari ishafanyaje, ishakuondolea saikolojia, yani hata ile maelezo yako ambayo ulikuwa nayo nimetoka kazini tayari utakuwa umeshaumia. Kutoa maelezo hata yenyewe kujitosheleza au kutoshelezi, ushaelewa? Ile mtu kukushika, yani wanakusimamisha unasimama, hujakimbia, lakini bado wanataka kukusachi na kukupiga. Maana unawaeleza nimetoka kazi, nimepeleka labda abiria narudi kijiweni, hawakuelewi. Yani lazima waanze kusema sijui kwa mwenyekiti wako sijui nini, sijui mambo mingi. Tukio gani lilotokea mtaani kwako ambalo ukasikia ni sungusungu amefanya na likawa halijakufurahisha? Wengi sana, yani wameshasachi watu kwanza. Kitu cha kwanza wanasachi watu, wanasachi mtu anakutana naye hivyo wanakusachi. Sasa waizi hao kama ni sungusungu gani ambayo wanakusachi mtu? Sungusungu ni watu ambao huwa wanafanya ulinzi usiku. Ila pia kuna tabia zao huwa ambazo hatuzipendi. Maana huwa ukikutana nayo usiku kwa mfano saa 6, kuna sehemu umetokea au umetoka kazini. Ila wao huwa watuchukulia kama watu wa kawaida, watuchukulia kama hizi
hawakupata nafasi ya kujielezea labda umetokea wapi, wewe ni nani, ile wamekuona tu wanachokimbia ni adhabu anza kutendezea. Tashangaa na kuona hivi usiku mtanao usiku kwangu tu labda wewe ni mtu ni mwizi au baramu ufukoni. Kwa hiyo vuta hivi anakupiga na pia wanakusachi. Wanavitabia kweli wa kusachi watu. Wapo wengi kama marafiki zangu washakutana nao. So mimi na mimi wapo watu walishashuhudia mkutana nao matukio. Mara nyingi wanachukua nini wakiwa na msachi? Utakapokuwa nacho mfukoni. Hiyo simu, hela. Mara nyingi simu kama ni smart watakuachia. Basi simu sinatafuta lakini hela watachukua. Ushauri wako ni nini sasa kwa polisi jamii? Uaminifu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.